Katika upepo mkali wa siasa za kimataifa na milio ya mizinga inayovuma kutoka Mashariki ya Kati, dunia imejikuta ikitazama kwa mshangao hatua mpya ya kijeshi inayochorwa na Marekani, hatua ambayo inaweza kubadili kabisa historia ya eneo hilo kwa namna isiyoweza kurudi nyuma. Hii si hadithi ya kawaida ya diplomasia, ni simulizi ya nguvu, hofu na matumaini yanayogongana katika wakati mmoja. Katika siku za hivi karibuni, utawala wa Donald Trump umetuma maelfu ya wanajeshi wa ziada kuelekea Mashariki ya Kati, hatua inayokuja wakati mazungumzo tete na Irani yakiwa bado hayajafikia mwafaka. Ni kama mchezo wa chesi wa kimataifa ambapo kila upande unajaribu kusoma hatua ya mwenzake kabla ya kufanya shambulio. Ndani ya Pentagon, sauti ya Pete Hegseth, waziri wa ulinzi wa Marekani, ilisikika ikiwa nzito na yenye tahadhari. Alizungumza kwa lugha ya wanajeshi, lugha ya asili, nguvu na mkakati, akisisitiza kuwa Marekani haitafichua mipango yake yote kwa adui. Kauli yake ilikuwa wazi: vita havishindwi kwa kutoa siri mezani. Katika bahari za mbali, meli kubwa ya kivita ya USS George H.W. Bush imeanza safari yake kuelekea ukanda huo, ikiwa imebeba zaidi ya mabaharia 6,000. Meli hiyo si tu chombo cha vita, bali ni ishara ya nguvu ya Marekani inayotembea juu ya maji kama mji unaoelea ukiwa tayari kwa lolote. Lakini si baharini pekee ambapo maandalizi yanaendelea. Angani, vikosi vya 82nd Airborne Division vimeanza kutua katika ardhi yenye mvutano mkubwa. Hawa ni wanajeshi waliobeba katika kushuka kutoka angani na kuteka maeneo muhimu ndani ya dakika chache. Kikosi kinachotumwa pale ambapo hali imefikia ukingo wa hatari. Katika kivuli cha hatua hizi zote, kuna matumaini dhaifu ya amani. Mazungumzo ya kusitisha mapigano nchini Lebanon yanaendelea, yakijaribu kuzima moto ambao umeendelea kuwaka kwa muda mrefu. Hata hivyo, kila hatua ya kijeshi inaonekana kama mafuta yanayomwagika kwenye moto huo. Na katikati ya yote haya, kuna eneo moja nyeti zaidi, nalo ni Strait of Hormuz. Njia hii nyembamba ya bahari ni kama mshipi wa dunia ambapo mafuta mengi ya kimataifa hupita kila siku. Yoyote anayeshikilia njia hii anashikilia pumzi ya uchumi wa dunia. Wakati huo meli nyingine ya kivita ya USS Gerald R. Ford imekuwa kwenye safari ndefu isiyo ya kawaida. Baada ya kupata itilafu ya moto ndani ya meli, ililazimika kurejea kwa matengenezo, lakini sasa imeanza tena safari yake, ikiandaa rekodi mpya ya muda mrefu wa operesheni za baharini. Kwa wanajeshi waliopo eneo hilo, hali imekuwa ngumu. Wengi wao wamekuwa wakifanya kazi bila mapumziko, wakikabiliana na joto kali, presha ya vita na hofu ya kile kinachoelezwa kutokea kesho, lakini bado wanasimama imara wakiwa na nidhamu ya kijeshi inayowasukuma kwenda mbele. Katika anga ya kisiasa, wachambuzi wanaona hatua hizi kama ujumbe wa wazi kwa Irani. Marekani iko tayari kwa mazungumzo, lakini pia iko tayari kwa vita. Ni mlinganyo wa hatari ambao unaweza kusababisha amani ama maafa. Lakini swali kubwa linaendelea kubaki: je, hii ni maandalizi ya vita kamili au ni mbinu ya kuongeza nguvu kwenye meza mazungumzo? Hakuna anayejua kwa uhakika. Hata ndani ya serikali ya Marekani, majibu yanaonekana kufichwa nyuma ya pazia rasili. Kwa upande mwingine, Irani nayo haijakaa kimya kutokana na hilo. Ingawa haijatoa kauli nyingi hadharani, hatua zake za kijeshi na kisiasa zinaonyesha kuwa iko macho na tayari kujibu chochote kinachokuja. Katika ukanda mzima wa Mashariki ya Kati, mataifa jirani yanaishi kwa tahadhari. Kila ndege inayopita angani, kila meli inayokatiza bahari inatazamwa kwa jicho la wasiwasi, kwani kosa moja linaweza kuwasha vita vikubwa zaidi. Ndani ya Marekani, wananchi nao wamegawanyika. Wapo wanaounga mkono hatua hizi kama njia ya kulinda maslahi ya taifa, na wapo wanaoogopa kuwa historia ya vita ndefu inaweza kujirudia tena hapa duniani. Katika vikao vya kimataifa, mashirika ya mataifa makubwa yanatoa wito wa kujizuia, lakini historia imetuonyesha kuwa wakati silaha zinapoanza kusogezwa karibu, sauti za amani mara nyingi huzidiwa na kelele za kivita. Na hivyo dunia inaendelea kusubiri, ikiwa kati ya pumzi na pumzi, kuona ni wapi mstari huu wa mvutano utaisha. Je, utaanza makubaliano ya kihistoria au utafungua mlango wa mgogoro mkubwa zaidi? Hii si hadithi iliyokamilika, ni ukurasa unaoendelea kuandikwa kwa wino wa siasa, damu ya wanajeshi na matumaini ya mamilioni ya watu wanaotamani amani. Katika ukimya wa usiku na kelele za mchana, dunia inasubiri hatima yake iamuliwe. Na katika hatua nyingine, upepo mpana wa siasa za kimkakati
na mikakati ya kijeshi, dunia imejikuta tena ikishuhudia zama ambazo bahari si tu njia za kibiashara bali ni uwanja wa nguvu, heshima na ushawishi wa mataifa makubwa. Kuanzia mvutano wa mafuta unaosimamiwa na OPEC hadi juhudi za kusimamisha mapigano kupitia ceasefire in Lebanon, kila kona ya dunia inaonyesha kuwa nguvu ya kijeshi bado ina lugha inayosikika kwa sauti kubwa zaidi katika diplomasia ya karne hii ya 21. Katika muktadha huo, jina la USS Gerald R. Ford limeibuka kama ishara ya enzi mpya ya vita vya kisasa, meli kubwa zaidi ya kivita duniani yenye uwezo wa kubeba ndege za kivita na kuendesha operation katikati ya mabara tofauti bila kusimama. Lakini safari yake ya hivi karibuni imeacha alama isiyofutika, rekodi ya kukaa baharini kwa muda mrefu zaidi tangu enzi za vita vya Vietnam. Katika siku yake ya 295 baharini, meli hiyo ilivunja rekodi ya awali iliyowekwa na USS Abraham Lincoln mwaka 2020. Lakini nyuma ya takwimu hizi kuna simulizi nzito ya wanajeshi waliotenganishwa na familia zao, mashine zinazochoka na mfumo wa kijeshi unaobeba mzigo operesheni zisizoisha. Safari ya USS R. Ford ilianza Juni 2025 kutoka Norfolk, Marekani, ikielekea bahari ya Mediterania. Ilionekana kama operation ya kawaida, lakini ulimwengu ukibadilika haraka. Meli hiyo iligeuzwa ghafla kuelekea Caribbean, ambapo Marekani ilikusanya nguvu kubwa ya kijeshi katika eneo hilo kwa mara ya kwanza katika vizazi kadhaa. Hapo ndipo simulizi ilipoanza kubadilika kutoka mazoezi ya kijeshi kwenda kwenye vita halisi. Ford ilihusika katika operation ya kumkamata rais wa Venezuela Nicolas Maduro, tukio hilo lililotikisa siasa za Amerika Kusini na kuongeza mvutano wa kimataifa. Lakini hiyo haikuwa mwisho wake. Dunia ilipogeukia Mashariki ya Kati, mvutano kati ya Marekani na Irani ulipanda kwa kasi, njia nyeti ya usafirishaji wa mafuta Strait of Hormuz ikiwa kitovu cha hofu ya vita vikubwa zaidi kutokea. Ford kama mshale uliorushwa ilielekea eneo hilo kujiunga na operesheni za mwanzo za vita dhidi ya Irani. Kupitia mfereji wa Suez na kuingia Bahari Nyekundu, meli hiyo ilionyesha uwezo wa Marekani kusogeza nguvu zake popote pale duniani kwa muda mfupi. Lakini hata chombo kikubwa kama hiki akikuepuka changamoto. Moto uliozuka ndani ya sehemu ya kufulia ulisababisha taharuki kubwa na kuwalazimu wanamaji kurudi Mediterania kwa matengenezo ya haraka. Ajali hiyo haikuwa tu ya kiufundi, ilikuwa ishara ya uchovu wa mfumo. Wanamaji zaidi ya 600 walipoteza sehemu zao za kulala kwa muda, hali iliyozua maswali mazito kuhusu ustawi wa wanajeshi walioko mstari wa mbele. Ndani ya kumbi za kisiasa Washington, mjadala mkali ulizuka. Senator Tim Kaine alieleza wazi kuwa safari hiyo imeathiri vibaya afya ya akili ya wanajeshi, akasisitiza kuwa muda mrefu baharini ni mzigo usiopaswa kupuuzwa. Kauli hiyo iligusa kiini cha mjadala mkubwa zaidi. Je, nguvu ya kijeshi ya Marekani inatumika kupita kiasi? Na je, gharama yake kwa binadamu inazingatiwa ipasavyo? Wakati huo ndani ya Pentagon, viongozi wa kijeshi walijikuta katikati ya hali ya kujitetea. Admirali Del Kedo alikiri wazi kuwa safari ya Ford ingeweka rekodi mpya, lakini pia akapendekeza mabadiliko ya kimkakati, kutumia meli ndogo na za kisasa zaidi baada ya kutegemea wababe ndege wakubwa kila wakati. Hii inaonyesha mabadiliko ya fikra ndani ya jeshi la Marekani, ambapo teknolojia mpya na vita vya kisasa vinahitaji mbinu tofauti. Si lazima ukubwa uwe kila kitu. Wakati Ford ikiendelea na safari yake ndefu, meli nyingine kama USS George H.W. Bush tayari zilikuwa zikijiandaa kuchukua nafasi katika Mashariki ya Kati. Hii inaonyesha wazi kuwa Marekani haipunguzi kasi yake, bali inaongeza uwepo wake katika maeneo yenye mvutano mkubwa. Hata hivyo, rekodi ya Ford bado haijafikia ile ya kihistoria ya USS Midway iliyokaa baharini kwa siku 332 wakati wa vita baridi. Lakini tofauti kubwa ni kwamba dunia ya leo ina kasi zaidi, hatari zaidi, na inahitaji matumizi ya haraka kuliko kifani. Katika enzi hii ya vita visivyo vya mipaka, meli kama Ford si tu silaha, ni ujumbe wa washirika kuwa Marekani ipo, na kwa wapinzani kuwa hiko tayari. Lakini nyuma ya nguvu hiyo kuna simulizi ya kibinadamu inayoonekana mara nyingi. Wanajeshi wanakosa familia zao, uchovu unaokusanyika kimya kimya, na maisha yanayowekwa rehani kwa jina la taifa. Hivyo basi, safari ya USS Gerald R. Ford si tu rekodi ya kijeshi, ni hadithi ya nguvu na udhaifu, ushindi na gharama,